Ile saiti ya Pugu ambayo nilionyesha before tukiwa tunatoa lamani kwenye mfumo wa makaratasi na kuiweka chini, nao tumeanza kuijenga, na hivyo ndivyo ambavyo unavyoona nyumba yetu kwa sasa. Tunaweza kusema tunamalizia hizo kozi za ndani ili ikiwezekana kesho inshallah tuweze kufunga mkanda wa chini. Kwa ujenzi ndio huo hapo unaendelea. Ni nyumba ya vyumba vitatu ambayo ina kila kitu ndani. Ni nyumba fulani very affordable. Ukiwa mpambanaji na ukiwa mtu ambaye una focus na mambo ya kimaendeleo, unaweza kuishusha, kwa sababu pia hata kiwanja eneo lake sio kubwa sana. Yaani ni nyumba ambayo inachukua eneo dogo sana kwenye kiwanja, sababu ni nyumba yenye ukubwa wa mita 14 kwa mita 12. Kwa hiyo ni eneo fulani, nyumba fulani ambayo ndogo lakini pia inaeleweka. Hapa ninapopita hapa ni sitting room, na hapa ni dining. Pale ni jikoni na vyumba vipo kule. Ni vyumba vitatu kama ambavyo nimesema. Ni nyumba fulani ndogo lakini pia ina muonekano mzuri sana baadaye itakapokuwa imekwisha. Kwa unaweza kusema ni nyumba fulani ya kishua, lakini pia unaweza ukaitumia kwa watu ambao wanahitaji nyumba za kuanzia maisha. Basi hii ni nyumba fulani ndogo lakini inaeleweka, kwa sababu tofali za msingi zinaingia tofali 1200 mpaka 1000, nategemea na eneo. Lakini kwa huku, kwa sababu eneo lake hili lilivyo ni tambalale, kwa zinaingia tofali 1000 mpaka 1100 mpaka 1000 kamili. Hizo ni tofali za msingi, lakini kwa idadi ya tofali za nyumba nzima zinaingia tofali 2700 mpaka 2800. Kwa hiyo nyumba fulani hivi ndogo ukitizama. Lakini pia kwenye simenti, kwenye foundation peke yake inaingia mifuko 25 kabla ya kufunga mkanda. Kwa hiyo ukiweka na mifuko 15 ya mkanda hapo, maana yake unakuwa na idadi ya mifuko 40 mpaka umefunga mkanda. Halikadhalika na nondo, ukiwa na nondo 34, maana yake unakuwa mkanda wa nyumba hii umekamilisha. Kwa hiyo ni idadi ya vifaa vya msingi. Mchanga gari moja unatoboa kwenye msingi. Ukiwa na kokoto kenta 2 unatoboa. Na hivyo ndo mahitaji yake basic kabisa, ambayo ni mahitaji fulani ambayo tunaweza kusema mahitaji mama. Ufundi maximum, ufundi kakupiga sana 1,300,000, 1,200,000 kwenye level hiyo ya msingi. Lakini kwenye nyumba nzima hapo fundi anaweza kukwambia hesabu yake ya 3 mpaka milioni, inategemea na eneo lenyewe lilivyo, lakini inacheza humo. Sababu ni nyumba, hizi nyumba za kisasa zina mambo mengi sana ndani na vitu vingi sana. Kwa hiyo tujenge jamani, tuache kulabata. Lakini pia namba zangu hizo hapo, na ningeomba nikupe information kuhusiana na mawasiliano na mimi. Ukihitaji kunipigia, kuna namba za kupiga kawaida. Lakini pia ukihitaji kunicheki WhatsApp, kuna namba za WhatsApp ambazo ni mwisho 56. Kwa hiyo utaangalia uhitaji wako, unataka kunipigia ama unataka tuchati WhatsApp. Ukihitaji WhatsApp, tumia WhatsApp. Ukihitaji kunipigia, nipigie. Huku unavyoona tunaweka nguzo kwa ajili ya kuboresha nyumba yetu. Na hapa center tutaweka nguzo. Kwa hiyo ni nyumba ambayo ina nguzo kwenye kila kona, lakini pia na center hapa ambapo unapopaona nako kutakuwa kuna nguzo ya katikati ili kufanya nyumba iwe imara. Watu wengi wanashindwa kuelewa value ya nyumba. Wanakuambia sio eneo lina mchanga, usiweke nguzo, usiweke nondo. Sio kweli. Haya maeneo huwa yanabadilika. Kwa kama unataka kujenga nyumba kwa ajili ya future yako, nyumba kwa ajili ya ndoto yako, hakikisha unafuata principle na mifumo yote ya ujenzi inavyotaka. Usijenge kwa kuhisia na kusema kwamba huku ardhi yake nzuri. Hapana. Fuata protocol zote. Funga mkanda, weka nguzo,
ili nyumba yako iwe ya kudumu, kwa sababu nyumba ni kitu ambacho kinaishi. Bwana, mimi naitwa Mr. House Decoration, lakini pia kama bado hauja subscribe, fanya usubscribe.